Habari za asubuhi mtazamaji wa Zone Media, natumaini umeamka salama kabisa na nikushukuru kwa kuendelea kuwa nasi wakati wote kwa ajili ya kuweza kupata habari mbalimbali za ulimwengu. Kama bado hujaweza kuungana nasi, basi ni kuombe mtazamaji uweze kuungana nasi kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Sasa hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea nchini Marekani kufuatia kukumbwa na dhoruba kali sana ya baridi ambayo imepelekea kusababisha vifo vya watu 30 hadi kufikia sasa. Taarifa inaeleza kwamba nchi ya Marekani kwa sasa imekumbwa na hali ya hewa ya kustaajabisha ambapo dhoruba kubwa ya msimu wa baridi iliyopewa jina la Ven imetandaza blanketi zito la theluji kuanzia mpaka wa Mexico upande wa kusini hadi kufika upande wa Canada upande wa kaskazini. Hali si ya kawaida kwani imevunja rekodi za miongo kadhaa, ikigeuza miji mikubwa kama New York, Boston na Chicago kuwa kama mapango ya barafu. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuwa kasi ya kuanguka kwa theluji hiyo imekuwa kubwa kiasi kwamba mitambo ya kusafisha barabara imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi na kupelekea majimbo mengi kutangaza hali ya hatari. Katikati mwa nchi na maeneo ya kaskazini, hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na kuingia kwa upepo mkali wa baridi kali unaojulikana kama polar vortex. Joto limeporomoka hadi nyuzi joto -34 centigrade, hali inayofanya hata kuvuta pumzi nje kuwa jambo la maumivu. Maisha ya kila siku yamesimama, shule zimefungwa, ofisi za serikali zimepigwa kufuli na mamilioni ya watu wamejifungia ndani huku wakikabiliwa na tishio la kukatika kwa umeme. Katika majimbo ya kusini kama Texas ambayo hayajazoea baridi kali kama hii, miundombinu imeelemewa na barafu zito iliyoangusha nyaya za umeme na kuacha kaya zaidi ya 800,000 gizani bila mfumo wa kupasha joto majumbani mwao. Athari za kijamii na kiuchumi zimekuwa kubwa sana huku sekta ya usafiri ikivurugika vibaya kuliko wakati mwingine wowote katika miaka hivi karibuni. Zaidi ya safari za ndege 17,000 zimegairiwa, zikiacha maelfu ya abiria wakikwama kwenye viwanja vya ndege, huku barabara kuu zikifungwa kufuatia ajali nyingi zilizosababishwa na kuteleza kwa magari kwenye barafu. Na pia inasikitisha kuwa hadi sasa takriban watu 30 wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na ajali hizo au madhara ya baridi kali, jambo linalowafanya maafisa wa uokoaji kufanya kazi saa 24 karibu kuwafikia wale waliokwama kwenye maeneo ya mbali. Pamoja na kuwa dhoruba Veni inaanza kuelekea baharini, kitulizo hicho kinaweza kuwa cha muda mfupi tu, kwani rada za hali ya hewa zinaonyesha dhoruba nyingine inayojitengeneza ikielekea upande wa pwani ya mashariki. Wakazi wa maeneo yaliyoathirika wameaswa kutopunguza umakini na badala yake waendelee kujiandaa kwa akiba ya chakula na dawa, kwani msimu huo baridi wa mwaka 2026 unaonekana kuwa na nguvu ya kipekee. Kwa sasa Marekani inapambana na nguvu ya asili huku ikijaribu kurejesha huduma muhimu kabla ya wimbi jingine la baridi halijatua. Kiuhalisia tu, hali nchini Marekani sio shwari kabisa kutokana na barafu ambayo imedondoka, kutokana na theluji ambayo imedondoka katika maeneo hayo, huku maeneo ambayo yametajwa kuathirika sana ni New England ambapo hali ya theluji ni inchi 30 na kuendelea sasa na sentimita 50, huku shule na ofisi zilikuwa zimefungwa. Lakini kusini mwa Texas pia kuna barafu nzito sana ambayo imesababisha kukatika kwa umeme kwa wingi katika maeneo hayo, nguzo zikidondoka, lakini vile vile nyaya za umeme pia nazo zikidondoka. Lakini eneo la Midwest kuna baridi kali ya upepo ambayo imesababisha hali ya frostbite katika maeneo hayo. Kiuhalisia Marekani sasa hivi inapambana na janga kubwa sana la baridi, ambapo hata ukitazama tu picha ambazo zinaonyesha kile ambacho kimetokea huko nchini Marekani au kinatokea huko nchini Marekani kwa hivi sasa, yani kuna hali moja ya hatari sana inatokea huko, kwa sababu vifo hadi kufikia sasa vimefika takribani watu 30 wameweza kufariki dunia, na ubaya zaidi kuna ukungu mkubwa. Ina maana hata kama ukiwa unatembea au upo na usafiri unaelekea sehemu nyingine, yani huwezi kuona mbele kuna kitu gani. Hiyo theluji imedondoka hadi kupelekea kuingia kwenye magari sasa. Yani imefunika magari kwa kiasi kikubwa sana, uwezo kuchukua gari ukasafiri nalo kwa sababu gari limeganda kwenye theluji. Lakini barabara zote zimefunikwa na theluji, tena theluji yenyewe ni kubwa kiasi cha kwamba gari kama vile tunasema linazama, yani linafunikwa hadi kile kiwango cha kuzama. Ni hali ya hatari ambayo
inatokea kwa kipindi hiki pale nchini Marekani. Lakini upepo ni mkali kiasi cha kwamba hata kuvuta hewa mtu anakuwa anapata shida kutokana na hali halisi ambayo inaonekana huko nchini Marekani kwa hivi sasa, huku ikipelekea watu kujifungia ndani. Lakini mamlaka zimekuwa zikipambana na hali halisi ya dhoruba ya baridi nchini Marekani, lakini basi wanazidi kuweza kupambania ili maisha yaweze kukaa sawa sawia katika wakati ujao. Basi mtazamaji wetu, hapa Zone Media tutakuletea kila kitu ambacho kinajiri huko Marekani. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote, lakini kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.